Upo msemo wa wana Lushoto unaosema anayelala na mgonjwa ndio anayejua mihemo ya mgonjwa. Mheshimiwa kaka yangu Dr. Riziki Shemdoe anayajua matatizo yenu. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mbunge kaka yangu Dr. Riziki Shemdoe alivyopata nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo hili la Lushoto, alikuja ofisini kwetu katika wizara yetu ya maji. Alikuja na mambo mawili. Jambo la kwanza ni juu ya mradi huu wa Magamba, kwamba mradi upo 88% na mkandarasi anadai milioni 260. Ajenda yake ya kwanza, mradi ukamilike, wananchi wa Lushoto waweze kupata huduma ya maji safi na salama, iende sambamba na ujenzi wa chujio. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumetoa milioni 260 zote, na nimuombe mkuu wa wilaya, huyu mkandarasi anatekeleza mradi wa Magamba amkalie kooni ili kuhakikisha mradi unakamilika na wana Lushoto waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mbunge amefanya tathmini. Anataka katika nafasi ya pili anaokuja, hataki maji iwe kisababu ya wewe kukosa ubunge. Amefanya tathmini kwa wananchi wa Kwai, maeneo ya Maribwi, maeneo ya Makole, maeneo ya Mlola, maeneo ya Makanya, maeneo ya Gare kwa Mshai, Ubili mpaka Ngulwi, kwamba akipata bilioni 10 tutakuwa tumemaliza hili tatizo. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Lushoto, na Mheshimiwa mbunge yupo na Mheshimiwa Waziri Mkuu upo. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliponipa dhamana hii ya kutatua matatizo ya maji, alisema maneno yafuatayo: hatutoangalia gharama katika kutatua matatizo ya watu. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Lushoto, Mathayo 7:7 inasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni hodi nanyi mtafunguliwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutatoa ili kuhakikisha maeneo haya yote yanapata maji, ili wananchi wa Lushoto waweze kupata tabasamu ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maisha yana furaha sana ukiwa msaada, ukiwa baraka, au ukiwa manufaa kwa wengine. Umefanya ziara katika mkoa wetu wa Tanga. Nataka niseme ziara yako imekuwa na manufaa makubwa sana kwa mkoa wa Tanga. Mimi nimepata nafasi ya kukusaidia na kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nataka niseme dhati ya moyo, unamsaidia Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Kila sehemu ambapo ulitakiwa kuchukua hatua, umechukua hatua. Na maeneo ambayo umeona kazi kubwa ambayo imefanyika kwa watendaji wetu, haukuficha hisia zako. Ulisema hapa nimeridhika na kazi nzuri imefanyika. Na maeneo ambayo yalikuwa na uzembe, haukusita kuonyesha sura yako kwamba hapa sijaridhishwa, na umechukua hatua. Kuwahudumia Watanzania na kutatua matatizo ili watu wapate maendeleo sio jambo jepesi. Wakati mwingine unatakiwa ujikabidhi kwa Mungu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unafanya kazi kubwa, unafanya kazi nzuri, tukutie moyo. Leo jioni katika mapumziko yako hapa Lushoto, wewe ni mcha Mungu, nenda kasome Ezra. Inasema inuka, hii shughuli na kuhusu, na ukaitende kwa moyo mkuu. Sisi wasaidizi wako tupo pamoja naye. Asante sana Mheshimiwa Waziri.